Shalom. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa katika ishara ya kinabii kwa njia ya ndoto, pale ambapo ukaona kwenye ndoto umelala, alafu ukaona unatokwa na damu. Unatokwa na damu pengine masikioni, au unatokwa na damu puani, unatokwa na damu sehemu yoyote ile, alafu unaona kwa namna ya ajabu lakini damu zinakutoka. Nani kwenye ndoto anajiuliza kwamba hii ndoto imebeba maana gani? Kwa nini niote ndoto nione damu zinanitoka ndani ya mwili wangu? Sasa kila ndoto inapokuja inakuwa imebeba maana yake, na uhitaji kupuuza ndoto ya namna hii. Unapoona kwamba damu zinatoka kwenye mwili wako kwa njia ya ndoto, yani umelala unaona damu zinakutoka mahali popote, pengine kwenye macho, kwenye pua damu inatoka puani, inatoka masikioni, inatoka mdomoni. Sasa ishara ya namna hiyo maana yake unaonyeshwa wazi kwamba kuna shambulizi baya sana linalokufuatilia la magonjwa. Maana yake unaonyeshwa wazi kwamba kuna magonjwa ambayo adui amekuandalia, nayo magonjwa yatakopo yanashambulia sana afya yako, itapelekea mifumo ya afya yako kuwa vibaya. Kwa hiyo ukiona ishara ya namna hiyo katika ndoto, au ukiletewa ndoto ya namna hiyo pale ambapo unakuwa umelala, uhitaji kuipuuza kwamba hii ni ndoto tu, imekuja imejileta sasa, imekuja tu, haina shida. Ni hatari sana. Uhitaji kupuuza ishara ya namna hiyo kinabii. Unapokuwa unaota ndoto unaona kwamba tunasema damu zinatoka ndani ya mwili wako, maana hapo adui anapiga, anakusukumizia roho za magonjwa. Kwa hiyo moja ya maombi ambayo unatakiwa usimame nayo ni kwamba kukataa kila mpango mbaya ambao adui anakuwa amekuandalia. Yani unakataa kupitia jina la Yesu, unakataa kupitia damu ya Yesu Kristo, kwamba ninakataa kila roho ya uovu na uharibifu ambayo adui ameniandalia katika afya yangu, katika mwili wangu. Kataa, sambaratisha, vuruga. Hapo ndipo Mungu atakapo kuletea neema yake ya ushindi na ya wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo ishara namna hiyo uhitaji kuipuuza. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel. Shalom. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa katika ishara ya kinabii kwa njia ya ndoto, pale ambapo ukaona kwenye ndoto umelala, alafu ukaona unatokwa na damu, unatokwa na damu pengine masikioni, au unatokwa na damu puani, unatokwa na damu sehemu yoyote ile, alafu unaona kwa namna ya ajabu lakini damu zinakutoka. Nani kwenye ndoto anajiuliza kwamba hii ndoto imebeba maana gani? Kwa nini niote ndoto nione damu zinanitoka ndani ya mwili wangu? Sasa kila ndoto inapokuja inakuwa imebeba maana yake, na uhitaji kupuuza ndoto ya namna hii. Unapoona kwamba damu zinatoka kwenye mwili wako kwa njia ya ndoto, yani umelala unaona damu zinakutoka mahali popote, pengine kwenye macho, kwenye pua damu inatoka puani, inatoka masikioni, inatoka mdomoni. Sasa ishara ya namna hiyo maana yake unaonyeshwa wazi kwamba kuna shambulizi baya sana linalokufuatilia la magonjwa. Maana yake unaonyeshwa wazi kwamba kuna magonjwa ambayo adui amekuandalia, nayo magonjwa yatakopo yanashambulia sana afya yako, itapelekea mifumo ya afya yako kuwa vibaya. Kwa hiyo ukiona ishara ya namna hiyo katika ndoto, au ukiletewa ndoto ya namna hiyo pale ambapo unakuwa umelala, uhitaji kuipuuza kwamba hii ni ndoto tu, imekuja imejileta sasa, imekuja tu, haina shida. Ni hatari sana. Uhitaji kupuuza ishara ya namna hiyo kinabii. Unapokuwa unaota ndoto unaona kwamba tunasema damu zinatoka ndani ya mwili wako, maana hapo adui anapiga, anakusukumizia roho za magonjwa. Kwa hiyo moja ya maombi ambayo unatakiwa usimame nayo ni kwamba kukataa kila mpango mbaya ambao adui anakuwa amekuandalia. Yani unakataa kupitia jina la Yesu, unakataa kupitia damu ya Yesu Kristo, kwamba ninakataa kila roho ya uovu na uharibifu ambayo adui ameniandalia katika afya yangu, katika mwili wangu. Kataa, sambaratisha, vuruga. Hapo ndipo Mungu atakapo kuletea neema yake ya ushindi na ya wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo ishara namna hiyo uhitaji kuipuuza. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.